ili tuweze kwenda sambamba. Sawa? Baada ya hapo, nukta inayofuata tumetoka ukurasa wa 7, tumetoka ukurasa wa 6 na wa 7 kwa wale ni vitabu. Sawa? Tumeingia ukurasa ngapi? Ukurasa namba 8. Kwa hiyo hapa anasema kwamba tambua kuwa elimu hii inahusu shikeli na alama. Sawa? Hapa anasema tambua kuwa elimu hii inahusu shikeli na nini na alama. Alama kwa maana ya nini? Ya nukta. Sawa? Kwa maana ya nukta. Kipengele kinachofuata nasema tambua kuwa elimu hii inahusu maumbo kwa maana ya shikeli, lakini pia inahusu na nini? Inahusiana na nini? Na alama kwa maana nini? Ya nukta. Tunaposema shikeli ni mfano tuiandike shikeli hii. Sawa? Ni mfano tuiandike shikeli hii. Hii ndiyo shikeli, ndiyo umbo zima. Lakini pia anaposema nukta ana maana zile nukta ambazo zinazounda nini? Ile shikeli. Kwa maana hii ni nukta. Sawa? Lakini hizi ni nukta mbili. Hii ni nukta na hizi ni nukta mbili. Kwa hiyo kipengele tulichofikia kwamba kinakuja kutufundisha sasa kutufundisha hivi vitu viwili kwamba umbo nzima na nini na hizi nukta zinazopatikana ndani ya nini? Ndani ya hilo umbo. Sisi tunaelewana vizuri Kwa hiyo hapo natakiwa pia nielewe vizuri. Kwa hiyo anasema elimu hii ina alama kwa maana ya shikeli 10 ngapi? 16. Kwamba elimu hii ina shikeli 10 ngapi? 16. Kila shikeli inaundwa na tabia ngapi? Na tabia 4. Sawa? Shikeli ni 16. Lakini kila shikeli kila shikeli katika hizi shikeli 16 inaundwa na tabia ngapi? Na tabia 4. Kama jinsi ambavyo tulivyokwisha kuona huko mwanzo kwamba shikeli zipo 16, lakini pia kila shikeli inaundwa na tabia ngapi? Na tabia 4. Hivyo tabia hizo zinaweza kuwa ni zinaweza kuwa ni nini? Inaweza kuwa ni yani vipengele hivi vinne, hizi tabia 4 hizi katika hiyo shikeli inaweza kuwa ni 1. Sawa? Kwa maana ya nini? Ya fardi. Na inaweza kuwa ni 2 kwa maana nini? Ya zauju. Sisi tumeona vizuri. Anamaanisha kwamba hizi shikeli si 16 na kila shikeli moja katika hizi shikeli 16, kila shikeli moja si inaundwa na tabia 4. Sasa katika hizi tabia 4 zinazounda hii shikeli inawezekana sasa, sawa? Hizo tabia zilizo katika hiyo shikeli inawezekana zikawa ni tabia zile za nukta 1 au tabia zile za nukta ngapi? 2. Mfano ni huu hapa. Sawa? Mfano ni huu. Tumesema kwa mfano hapa tuna shikeli hii hapa ya qabdhu kharija. Sawa? Sasa akasema hii shikeli inakuwa imeundwa na tabia ngapi? Tabia 4. Hapa kuna tabia, hapa kuna tabia, hapa kuna tabia na hapa kuna tabia. Si ndio? Sasa hizi tabia inawezekana ikawa ni tabia zimeunda hiyo shikeli kwa 1 au 2. Yaani kwa maana hiyo shikeli inakuwa imeundwa na tabia 4. Hizo tabia zinakuwa ni tabia zenye alama 1 ama alama 2. Kwa maana hii unielewe vizuri. Sawa? Hii ni tabia. Lakini hii tabia hapa kuna 1. Yaani kwa maana imeanza na nini? Na nukta 1. Lakini hapa kuna tabia, lakini hii tabia hapa ina nukta 2. Hapa pia kuna tabia, lakini tabia hapa kuna nukta 1.
hapa chini kuna tabia, lakini tabia hapa kuna nukta ngapi? 2. Ndiyo maana ya haya maelezo. Sawa? Anaendelea kusema, anasema na haviwezi kuongezeka wala kupungua. Mfumo huu ni kamili na thabiti. Yaani huu mfumo huu hauwezi kupungua, ni mfumo ambao ni thabiti na ni mfumo ambao uliokamilika. Yaani haiwezekani kwa maana kwamba ufanye hivi eti itakuwa ni shikeli. Hapana. Au ndio kupungua, au ufanye hivi, sawa, au ufanye hivi, au ufanye hivi kwamba hii itakuwa shikeli hivi, kwamba hii itakuwa ni shikeli. Haiwezekani. Sawa, hichi ndicho kitu ambacho nasema kwamba mfumo huu hauwezi kuongezwa wala kupunguzwa. Ni mfumo ambao ni thabiti, ni kamili. Ni lazima umbo liwe na nini? Na mistari minne. Na hiyo mistari inakuwa inawakilisha tabia 4. Na hizo tabia 4 katika hiyo shikeli inaonekana kama tabia za moja zenye ni tabia ambazo zinazoanza na 1 ama zinazoanza na 2 au zikafuatiwa na 2 ama zikafuatiwa na 1. Huu ndio msingi wa hayo maelezo kama jinsi ambavyo tumevyoona katika mifano nilivyoweza kuchambua. Sawa? Sasa basi, anasema asili yake sasa. Si ndivyo? Asili yake sasa. Kwa maana hii si shikeli, tumetolea mfano hii. Anasema hii asili yake sasa. Asili yake kitu hiki. Yaani hiki. Hiyo shikeli asili yake kilianzia kwenye hali ya kutokuwepo. Sawa? Na chanzo chake kikatokea kwenye kisichojulikana kwa akili ya kawaida. Kitu hicho kilikuwa hakionekani, chanzo chake ni kisichojulikana. Kisha baadaye kikadhihiri kwa mfumo na mpangilio. Hii ni hatua ya mwanzo kabla ya kitu kuonekana au kuundwa. Ashekhe, sijui hapa ninaeleweka. Anasema asili ya kitu hichi. Sawa? Asili yake kitu hiki kilianzia kwenye hali ya kutokuwepo. Na chanzo chake kikatokea kwenye kisichojulikana kwa akili ya kawaida. Kitu hicho kilikuwa hakionekani, chanzo chake ni kisichojulikana. Kitu hicho kilikuwa hakijulikani. Sawa? Hakionekani. Chanzo chake ni kisichojulikana, kisha baadaye kikadhihiri kwa mfumo na mpangilio. Hii ni hatua ya mwanzo kabla ya kitu kuonekana au kuundwa. Sisi tumeelewana vizuri Hapa kuna maana pana sana. Na kuna mifano mingi naweza nikaitoa hapa. Sawa? Nitawapa mfano mmoja. Mfano wakati unapiga nini? Unapiga bao. Sawa? Kwamba unataka kupiga bao. Nisikilizeni vizuri. Hapa pana maana pana sana haya maelezo. Mfano kuna ile njia ya kuzalisha shikeli, sawa? Wakati unauliza mfano, nataka kujua huyu fulani bini fulani anaumwa nini? Sawa? Huyu fulani bini fulani anasumbuliwa na matatizo gani? Ni kipi kinachomuuguza huyu fulani bini fulani? Maradhi yake yanayomsumbua ni kitu gani? Nataka kujua. Sisi tumeona vizuri Tufuatane pamoja. Huu ni mfano tu, usiwashughulisheni sana. Huu ni mfano, lakini ni mfano ambao ndio unakwenda kwenye maana ya haya maelezo. Sasa mimi nakuja kukata hizi nukta. Nimekata. Sawa Maana yake hapa tumebakiwa na nini? Kwanza kabla hatujabakiwa, hapa tunatafuta shikeli. Hapa hii michoro. Maana tutatafuta shikeli. Ndio maana akasema chanzo chake ni kitu kisichojulikana wala hakikufikirika katika akili ya kawaida kwamba kitatokea kitu gani hapo. Mashehe, sijui mnanielewa vizuri.
Kwa hapa hatujui patatokea shikeli gani, ndio maana ya haya maelezo. Sasa hapa tumekata, tumeishiwa, maana yake tumebakiwa na ngapi? Tumebakiwa na mbili, kwa maana tumebakiwa na hii hapa. Sawa eh? Tukaja tena hapa watu wapili, tukakata, tumekata. Imebaki ngapi? Baki moja. Hiyo kwa maana hiyo inakuwa ni nukta moja. Sawa eh? Tukaja tumekata. Imebaki tena nini? Imebaki moja. Sawa, tunakuja tena tunakata. Imeisha hiyo. Maana yake tumebakiwa na ngapi? Na mbili. Sasa umeelewa haya maelezo eh? Ndio hichi kitu tulichokuwa tunafundishwa hapa, kwamba tumeanzia huku na sasa hivi asili yake hii shikeli hii, unaiona hii shikeli mashehe, hii shikeli hii asili yake kitu hiki kilianzia kwenye hali ya kutokuwepo. Hapa ilikuwepo, hapa shikeli ya ijtimaa ilikuwepo hapa. Majibu ni kwamba haikuwepo hapa. Sisi tumeelewana vizuri, kwenye hali ya kutokuwepo, na chanzo chake kikatokea kwenye kisichojulikana. Unaelewa vizuri? Chanzo cha hii shikeli kimetokea kwenye vitu ambavyo havijulikani, yani havieleweki, hivi mistari tu hivi. Allahu Akbar. Sisi tunaelewana vizuri eh? Kwenye kisichojulikana kwa akili ya kawaida. Sio vizuri? Kitu hicho kilikuwa hakionekani chanzo chake. Lakini pia bado hata hichi chanzo chake kilikuwa kijua, hata hii mistari ilikuwa haijulikani kwamba itatokea katika mfumo huu. Sawa eh? Ni kisichojulikana, kisha baadaye kikadhihiri kwa mfumo na mpangilio. Hii ni hatua ya kwanza kabla ya kitu kuonekana au kuundwa. Sijui mashehe hapa mmenielewa vizuri? Hapa alikuwa anakuzungumzia shikeli hizi ama maumbo haya. Nimekupa mfano kwenye unapotaka kuzalisha nini? Kuzalisha bao, kupata zile 4 umahati. Sisi tunaona vizuri. Kwa hiyo mfano huu utosha, nafikiri zaidi kama utakuwa kuna swali mtaniuliza. Hapa nafuta ili tuweze kuendelea tena. Sawa eh? Lakini pia vile vile akasema kimeundwa kwa mchanganyiko wa 1-2-2-1. Sisi tumeelewa vizuri eh? Kimeundwa kwa mchanganyiko wa 1-2-2-1. Allahu Akbar. Nachukua shikeli ile niliyoitoa. Sawa, katika kwa kutokuwepo tulipata shikeli ya ijtimai. Sawa mashehe? Sasa nasema hii shikeli ya ijtimai, sawa, mchanganyiko wake ni mchanganyiko wa nini? Wa moja. Sawa eh? Wa moja hii hapa, lakini pili mbili hii hapa, lakini pili mbili nyingine hii hapa, lakini pia moja nyingine hiyo hapa. Sawa eh? Kwa maana kwamba sasa, naomba mnisikilize vizuri, tunaanza kupanda hivyo. Yaani aliyedharau nyuma uko mbele atajijutia sana. Ndio tunaanza kupanda huko. Sawa eh? Kwa maana kwamba anasema hivi, sawa eh? Kwa maana hii moja, hii nukta moja, hii si nukta ya fardhi. Hii inajulisha nini? Inajulisha uwepo. Inajulisha uwepo. Sawa eh? Lakini nukta mbili ambazo ni zauju, hizi hapa, hizi mbili, sawa, inajulisha nini? Kuto kuwepo. Mashehe, mnanielewa? Mnanielewa vizuri? Hali kadhalika hata tungechukua hii moja iliyoko hapa, tafsiri yake ni uwepo. Hata ingekuwa ni hizi nukta mbili huku juu, tafsiri yake ni kuto kuwepo. Kwa maana nyingine, hizi nukta mbili hizi, sawa, na hii nukta moja. Kwa maana nyingine baba, popote palipo na nukta mbili ni kunajulisha kuto kuwepo. Kuto kuwepo. Na popote utakapokuta nukta moja kwenye shikeli kunajulisha nini? Uwepo. Ndio maana yake. Sisi tumeona vizuri eh? Sasa hali kadhalika
hata ningechukua shikeli ya nini, hata tuchukue shikeli ya upla, sawa eh? Hata tuchukue hii shikeli ya nini, ya upla, sawa. Bado hii shikeli hii nukta moja hii ya juu ingetujulisha uwepo, sawa. Hizi nukta mbili zingejulisha kutokuwepo. Na ndio maana wakati tunaanza somo nikasema hivi vitu tunavyoanza navyo tusifikiri tunavianza tu bure bure, vina maana ndefu sana. Hapa kwenye uwepo inawezekana kwamba ikawa ni uwepo kupata, sawa eh? Ikawa ni uwepo wa kupata shifaa, au uwepo wa kupata kazi, au uwepo wa kupata pesa. Lakini kutokuwepo ikawa ina maana ya kutokuwepo, kutokupata shifaa, si ndivyo? Au kutokupata kitu unachokitafuta, au kutokuwepo kwa chochote kile unachokihitaji, kutokufanyaje, kutokuwepo. Kuna mambo makubwa na marefu humu ndani, mashaka zangu. Kwa hiyo hapa ninafuta tena ili tuendelee na jambo jingine. Mnifuatishe vizuri, sawa eh? Mnifuatishe vizuri. Hapa chini anasema hivi, kila shikeli ni kama sura. Kila shikeli ni kama sura au mfano au dhana unaoundwa kwa mpangilio huu wa tabia ngapi? Wa tabia 4. Sawa eh? Ana maana kwamba si nilikuwa nimetoa mfano wa shikeli hii ya upla,